Okay bana, kutokea mtaani ambapo siku zote huwa tunakuja kupiga story na ndugu zetu kuhusiana na vitu mbalimbali ambavyo vimekuwa vimechukua nafasi kwa wakati husika. Na leo bana tuko ndani ya Dodoma, moja kati ya mitaa maarufu kutokea hapa maili mbili, kupiga story na ndugu zetu ambao wapo hapa kwa ajili ya kujadili swala kuhusiana. Tumewashuhudia kwa siku ya jana shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF chini ya kamati ya maadili imetoa hukumu kwa msemaji wa klabu ya Young Africans Ally Kamwe kutokujihusisha na masuala ya mpira kwa muda miaka miwili. Sasa tuko na ndugu zetu wananchi hawa kujua wao kwamba kama wadau wa mpira hilo wamelipokeaje kwa hii kauli ya TFF. Tunaweza tukapiga nao story kufahamu vitu vingi kuhusiana na hichi ambacho tunakijadili. Mimi naitwa Victor Lusega, nyuma kamera yuko Hamisi Suleiman ambaye amehakikisha kila kitu ambacho nakiona kinakaa sawa. Tunaweza tukapiga story na ndugu zetu ambao tuko nao katika siku hii leo. Sasa bana, kama nilivyokuambia awali, niko na ndugu zangu ambao tunajadili kuhusiana na kauli ya kamati ya maadili ya TFF kumfungia msemaji wa Yanga Ally Kamwe kutokujihusisha na football kwa muda wa miaka miwili. Bana, habari yako ndugu? Fresh kabisa. Shwari? Shwari kabisa. Unakuita nani mwana? Naitwa Rashidi bwana. Rashidi, shabiki wa timu gani? Mimi Dasa Yanga Afrika. Mwananchi kabisa. Kindakindaki yani. Bana, tumeona taarifa kutokea TFF. Wewe kama shabiki wa Yanga, wewe kwako ulipokeaje? Mimi taarifa nimepokea kwa masikitiko makubwa sana yani. Na imeninyongonyeza sana yani kuona semaji langu limefungiwa. Kama itakuwa ni hivyo kwa mimi imenyongonyeza. Semaji lako lilikuwa linalopoka ropoka sana. Hamna bwana, ile tuminesi ni tigisu zetu za suka letu tu bwana ili. Yeah. Bana, sawa, kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, pengine unahisi hii inaweza ikawaathiri kwa namna yote ama nyingine? Hii haiwezi katuathiri sisi, japokuwa itapunguza morali tu kwa sababu sisi tumejipanga, tuko tayari. Kivyote vile tutawapiga tu jamaa. Si. Bado kushukuru sana. Bado niko hapa kuzungumza na ndugu zetu ambao tunazungumza kuhusiana na kauli ya shirikisho la mpira Tanzania TFF chini ya kamati ya maadili kutoa kauli ya msemaji wa Yanga Ally Kamwe kutokujihusisha na football kwa muda wa miaka miwili. Habari yako kwako mjomba? Bwana fresh. Shwari? Shwari kabisa. Unakuita nani ndugu yangu? Mimi naitwa Kiojosoni. Nani? Kiojosoni. Shabiki wa timu gani? Simba Sports Club. Bwana Simba. Tumeona mtani wako Ally Kamwe ambaye ni afisa habari wa klabu ya Yanga amefungiwa kutokujihusisha na football kwa muda wa miaka miwili. Wewe kama shabiki wa Simba unadhani hii inaweza kuleta athari yote? Mimi naona kama kafungiwa kweli ni sahihi, sababu yule kwenye uungaji wake hana mdomo mzuri sana. Kwani Ally Kamwe na Ahmed Ally ana mdomo mzuri? Ahmed Ally akizungumza jambo, Ahmed Ally anazungumza jambo ambalo liko sahihi kabisa na mpira, lakini Ally Kamwe yeye akizungumza anazungumza jambo ambalo aliusani kwanza sio la mpira. Anazungumza yeye anavyojua yeye kwenye akili zake. Kwamba alikuwa anawakera. Atukeli sisi. Anawakera viongozi wake na klabu yake, ndio maana akafungiwa kama taarifa ni ya kweli. Sikapewa authority ya, unajua msemaji yuko kwa ajili ya kuizungumzia timu, ndio? Na akapewa mamlaka hayo. Tumeona pia amezungumza kama viongozi wake walikuwa waoni kama shida. Wewe unadhani kwamba shida ilikuwa kama walikuwa waoni kama ni shida, si ndio? Lakini TFF wao wameona ni shida, ndio maana wakamfungia. Ndio. Bana, nikushukuru sana. Sasa bana, habari yako kwako? Good. Shwari? Fresh. Jomba, una kitu unataka kuhusu mnyama? Bwana, nakurudia bana ndugu yangu, nakurudia. Kuelekea dabi ya Kariakoo. Bwana, sisi Simba Sports tumejipanga vizuri na mchezo huo tunaondoka na ushindi kuanzia magoli haya mawili. Sema nyinyi mmekandwa mara 4 mzee wangu. Au umesema mara 4 sio shida, sisi tushamfunga mara 6. Labda kama rekodi wewe hauna. Mara 6 mfululizo. Mwaka gani? Mwaka gani ulimfunga mara 6 mfululizo? Mara 6 mfululizo. Wewe tafuta rekodi, wewe si mwandishi bwana. Na wewe tafuta. Rekodi zipo hapa kichwani. Zitafute, wewe zitafute. Bana, sana nitakurudia, nyingine ukija tutaongea tena. Nitakurudia ndugu yangu. Bana, habari yako kwako ndugu yangu? Bana, good. Shwari? Fresh. Wanakuita nani? Amimu. Nani? Amimu. Shabiki wa timu gani? Mnyama. Bana, tumeona ndugu zako wananchi bana, msemaji wao wamefungiwa. Wewe kama Mnyama, shabiki wa Simba, ulichukuliaje ile kauli? Hizi kauli bwana, sijajua kama ni official au sio official. Sema kwa taarifa za kuaminika kwamba tu TFF bado hajathibitisha, ila kwa taarifa za kuaminika kwamba niko hivyo. Wewe unadhani hii inaweza kuleta athari gani kwenye football yetu? Unajua kuna mipaka ambayo
wasemaji wetu inabidi wawe wanaijua, kwa sababu haiwezekani kama wewe ni msemaji tu una haki ya kuongea chochote, kwa sababu kuna kamati ya maadili. Inabidi mtu awe anajua kuhusu hilo, kwamba wewe na mipaka kuzungumza. Yeah. Sawa bana, kushukuru sana. Mimi nawataka wananchi bana, wananchi wako wapi? Wananchi mko wapi bana? Mjomba nitakurudia bana. Bana niko na mwananchi, habari ya kwako? Safi ase. Shwari. Kama kawaida. Unakuita nani bana? Mimi naitwa Ali. Ali. Mwananchi. Mimi mwananchi oje. Sawa bana, tumeona hiyo kauli ya TFF. Wewe kama shabiki wa Yanga ulichukuliaje mara baada ya kusikia? Hii taarifa nimesikia. Lakini kama ni official, itakuwa kama kuna uonevu. Kwa sababu ukiangalia hata ukipima tu mwenyewe nani mwandishi Ahmed Ali na Ali Kamwe, mwenye maneno ambayo ni yani yana mushkil ni Ahmed Ali. Kwa nini kama hivi? Lakini msemaji wenu ashayolopokaga vitu vingi nyuma, kama ile issue ya Mgunda, kufananisha Mgunda na andazi. Ile ya Mgunda na andazi kuna vingi, lakini huwa anapotosha huko. Lakini sasa kwa nini wanachukulia za Ali Kamwe? Ali Kamwe peke yake afa Ahmed Ali hauchukulii? Kwa sababu Ahmed Ali anaongea kama ameongea mambo mengi tu hata hapa juzi hapa. Lakini sasa turudi kwenye hili nani la msemaji wetu. Kama itakuwa hivyo itakuwa kuna uonevu kwenye TFF pale. Kwa sababu ya nini? Ukiangalia misimu karibia 3 wasemaji wa Yanga wanafungiwa. Huyu nani Haji Manara alikuwa Simba huyu. Kule alikuwa analopoka maneno ambayo ni ajabu. Inawezekana Yanga, inawezekana wasemaji wenu wakiwa kwenye klabu yenu kuna namna wanajisahau hivi, wanakuwa na ropoka. Hapana, hata TFF wenyewe ina mushkili bana. Sio sahihi. Kwamba shida yao iko wapi? Yaani kuna tatizo, maana yake sio yeye akiongea Ali Kamwe mambo yanakuwa yani kama anakera, unajua. Afu akiongea nani akiongea Ahmed Ali wanachukulia hizi. Ila kwa hili hapa kama litakuwa ni kweli, sababu kwanza ni nini mpaka afungiwe? Sababu ambaye alitoa chapisho ambalo lilikuwa linaleta utata Instagram, kwamba linakuwa lina namna hivyo linapotosha huko. Simba kwamba labda anapewa penalty au ni lipi? Maana sema amekuwa hatujajua TFF wamezingatia kipi, ila kuna machapisho mengi ambayo wenyewe wametumia kama reference kwa kutoa hiyo hukumu kwa huyo msemaji. Ila mimi naona tu ni mbinu za kututoa kwenye mchezo wa dabi. Yaani hizo ni mbinu tu. Labda unadhani hili kwa nyie kama Yanga Afrika imewaathiri kwa kiasi gani kuelekea kwenye dabi? Ile aliwezi kutuathiri kwa sababu ya nini? Sisi tuna kikosi bora. Wewe pambana huko nje, lakini ingia ndani pale uwanjani pale. Utakosa mashabiki. Sasa yes ndo anakuwa anahamasisha watu kuja. Na mashabiki timu ikiwa nzuri, inacheza inavutia. Mashabiki wenyewe wanavutika. Japokuwa Tanzania lazima tuhamasishwe, lakini ukiangalia tu mwenyewe unavutika unaenda kucheki. Okay. Bana wananchi wanakutazama, sema nao. Wananchi tujae uwanjani, bila kuchoka maana hii dabi ni yetu. Hao wapinzani wetu hawa ni wa kwetu. Kwa sababu tumewafunga mara 4 mfululizo. Na hii hapo usipokaa makini. Hapo ya kutosha. Bana nikushukuru sana ndugu yangu. Poa. Bana bado tuko hapa kuzungumza na ndugu zetu. Bana inakuaje ndugu yangu? Poa, shwari. Shwari. Fresh. Bana nimekukuta unabishana hapo. Wote wana Simba wamekuja, wapo kama wangapi hivi wote ulikuwa peke yako? Bana wewe ni mwananchi bila shaka. Ndio. Wanakuita nani? Jina naitwa Salumu au Lobby One. Salum, shika kamera bana. Bana Salumu, tumeona hiyo kauli ambayo imetoka kuhusiana na msemaji wenu, japokuwa haijawa official, ila kwa taarifa za kuaminika ni kwamba iko hivyo, kwamba msemaji wenu amefungiwa kutokujihusisha na football kwa muda wa miaka 2. Wewe unadhani kwanza ulipokeaje mara baada ya kusikia taarifa hii? Kwanza ifike hatua soka liwe la haki na sio la chuki. Umeona? Ali Kamwe ni mtu ambaye anahamasisha sana soka la nanili. Ni mtu analeta maendeleo sana kwenye soka la Tanzania. Sema amekuwa na maneno ya ovyo ovyo. Hata kitimu pia. Maneno ya ovyo, mbona hata msemaji wa Simba ana maneno ya ovyo, sio Ali Kamwe tu. Hata msemaji wa Simba ana maneno ya ovyo sana. Sema tu ifike hatua ndo kama hivyo ninavyosema. Soka liwe la haki na sio la uonevu na kuumizana. Lakini mimi naona ni chuki tu. Sawa, labda hii kuelekea kwenye dabi, tunajua tarehe 8 mnakuwa wenyeji pale kiitifaki dhidi ya mtani wenu Simba. Unadhani inaweza ikawaathiri kwa namna yote? Haiwezi kutuathiri. Haiwezi kutuathiri kabisa. Tunakosa mashabiki lakini. Hamna, hatuwezi kukosa mashabiki. Kwanza sisi tuna kikosi kipana. Timu tunayo na tunajiamini. Wenyewe walete tu timu uwanjani. Mimi nachowasihi
hata hiyo tarehe 8 kama kuna mashabiki wa Simba waanze kula sasa hivi washibe, kwamba waandae energy ya kutosha. energy ya kutosha, kwa sababu tarehe 8 wataanguka sana uwanjani. Bado nikushukuru sana ndugu yangu. Poa poa. Sawa, bado nipo na ndugu zangu kuzungumza nao hapa kuhusiana na hichi ambacho tunakijadili. Tumalizane na mjomba, unaona kavaa ubaya ubwela. Mjomba, habari ya kwako? Salama, habari ya. Shwari? Shwari kabisa. Mokola Sanda Simba Sport mwaka 1936. Machi 8 mnakutana na mtani wako. Huyu anapigwa. Anapigwa. Kakuchapa mara 4 mfululizo. Sawa, sikatai. Nitampiga tu. Nini ambacho kinakupa confidence? Niko vizuri. Kwenye nini? Wachezaji wangu wapo vizuri. Kama wewe. Ameshakaa vizuri. Kama Mpanzu pale. Wanapakome. Yupo huyo. Wanadube, wanamzizi. Sawa, wote wapo hao, lakini atapigwa. Sawa bana, sawa mjomba. Tumeona kwa siku ya jana shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF chini ya kamati ya maadili imetoa kauli kuhusiana na aliyekuwa msemaji wa klabu ya Yanga Ally Kamwe kutokujihusisha na football kwa muda wa miaka 2, namaanisha kwamba kufungiwa. Wewe kama shabiki wa Simba Sports, unadhani kwa watani wenu linaweza likawaathiri kwa namna gani? Hilo ni baya. Unajua yule anaweza kwa wao atakuwa amewapa pengo kubwa, kwa sababu mtu ukiwa naye na ni msemaji yule. Kwa hiyo sasa akitoka pale tayari itakuwa pengo kubwa mpaka wampate mwingine. Litawasili kwa hiyo mechi hiyo. Kwani si watu hapo wengi wanaweza katafutwa? Ndio, kwa nini yeye yupo sasa? Kama wapo wengi, kwa nini yeye yupo? Alikuwepo, alikuwa na muhimu wake. Kwa hiyo akitoka pale, kuna wengine pia walikuwepo kabla yeye. Wataingia sasa wengine, lakini sasa pale akitoka, kwa sasa hivi si bado hawana, litawasili kidogo. Sawa bana. Kwa hiyo kwenye dabi inakuaje? Huyu yani awepo huyo, asiwepo huyo, lazima walale. Sawa bana, nikushukuru. Mimi sina maneno, tunza maneno kwa ajili ya tarehe 8, si ndio? Sawa bana, habari ya kwako? Habari kwangu ni njema sana. Nzuri? Nzuri kabisa. Unakuita nani? Bwana mimi naitwa Uncle Matias. Matias. Sasa neno mnyama. Kwamba mnyama tu hiyo inajitosheleza, kila mtu anajua kwamba shabiki wa timu gani. Anajulikana. Sawa bana, kuelekea kwenye Kariakoo Derby, nataka kufahamu kutokea kwako. Wewe unadhani mtatoboa? Na pia tumeona kwa siku ya jana kauli ya TFF kumfungia Ally Kamwe. Kiufupi derby ni ngumu. Lakini wanayanga wakae wakijua kwamba hatutakubali tena. Yaani ile neno wasahau, hatutakubali tena kufungwa tena na Yanga. Kwa hiyo tarehe 8 wajiandae kipigo. Kile kikapu cha magoli sio nakionaga kila mechi. Sasa Jumaa tarehe 8 vitakuja 4. Kila kikapu kina goli moja. Kwa hiyo yatakuwa magoli hayo 4. Lakini kuhusu hiyo taarifa ya TFF tunaweza tukasema of course taarifa imetoka, lakini inaweza ikawa imeathiri upande fulani wa Yanga, lakini ni sehemu ya maisha. Ally Kamwe inabidi akajifunze namna ya kutumia mambo ya media na nini. Kwa hiyo inawezekana kuna makosa alifanya. Sidhani kama TFF wamekurupuka tu, watakuwa kuna vitu mbona kama sasa, mbona Haji Manara kipindi alikuwa Simba alikuwa anaongea maneno ya hivi ya kufungiwa, alivyoenda Yanga akafungiwa, na zamu hii ni Ally Kamwe. Wewe unafikiri ni kwa nini? Ninachokiona ni watu wanashindwa kutumia taaluma yao vizuri. Unajua watu management ya Yanga inabidi wajitathmini kwamba kwa nini wasemaji wetu wanafungiwa mara kwa mara. Nafikiri wao management wakae wajitafakari kwamba kuna namna gani tunaendesha watu wetu, kwa sababu Ally Kamwe najua ana viongozi wake ambao wanamsimamia, na kuna mipaka ambayo inamruhusu yeye kuongea, kuna mipaka inamfanya yeye asiongee. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo anatakiwa aongee yeye kwa nafasi yake aongee, ambavyo sio nafasi yake aachie uongozi uongee. Kwa hiyo nafikiri kuna namna hapo katikati kutakuwa kuna mali panapwaya. Kwa hiyo nafikiri wakae chini waangalie kwamba kuna namna gani wasemaji wetu wanakwama. Hivyo alikuwepo Jelimulo, alikuwepo Haji Manara kipindi iko Yanga, Jelimulo naye of course hapa na pale, sio akaja na yule msemaji mwingine akawaga na naye, yani of course nafikiri wanashindwa kutumia professional yao vizuri, kwamba tukiwa kwenye media tuongee kitu gani na kitu gani tusiongee. Lakini nafikiri of course taarifa imetoka, wakuipokea wameipokea, wakujaji wanajaji, lakini kama ni kufungiwa atabaki kwa umefungiwa tu, maneno ya watu watabaki vijiweni basi. Haiwezi kawaathiri ndugu zako, watani zako kuelekea kwenye dabi yenu ambayo inachezwa Machi 8? Naweza nikasema Ally Kamwe kwa Yanga inawezekana nikawa kama ni chombo fulani ambacho kinaweza kinasababisha Yanga ikafanya vitu fulani au motisha na nini. Lakini kiufupi
kama wao wamejipanga uwanjani, maana mechi itachezwa uwanjani. Nje ya uwanja ni kelele za mashabiki na nini, wanasema mshabiki ni mchezaji wa 12 atukatai, lakini nafikiri hiyo Alikamwe anaweza ikawa kidogo imewatoa mchezoni, lakini nafikiri tusubiri mechi yenyewe, lakini sisi tunasema hivi, wana Simba kipigo kiko pale pale. Sawa bwana, kutokea mtaani hatuna la ziada. Tumezungumza vingi na wadau wa soka ambao kila mmoja katoa la kwake kuhusiana na hichi ambacho tumekijadili katika siku ile. Bwana, kutokea mtaani ambako tulikuwa tunapiga story na ndugu zetu ambao wametoa maoni yao. Kubwa zaidi ni kuelekea katika kauli ambayo ya shirikisho la mpira Tanzania TFF chini ya kamati ya maadili ambao wao wametoa kauli kuhusiana na afisa habari wa klabu ya Young Africans Alikamwe kuto kujihusisha na football kwa muda wa miaka miwili. Mimi naitwa Victor Lusega, nyuma kamera alikuwa ndugu yangu Hamisi Suleiman ambaye amehakikisha kila kitu ambacho nakiona kinakaa sawa. Mimi nikutakie siku njema, lakini pia nikutakie mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia kwa wale ndugu zetu wa Kristo pia nao tunawatakia mfungo mwema wa mwezi wa Kwaresma. Bye bye.